Amen. Let us appreciate the Lord with a clap. Basi tuwapongeze. Amen. Let us stand on our feet. Basi tukasimame. Lift up our hands to heaven. Tuinue mikono yetu kuelekeza mbinguni. And begin to worship him. Na tuanze kumwabudu. The song says, bow before your presence, your throne, dear Lord. Leo nasema inama mbele za kiti chake. We glorify your holy name. Twalitukuza jina lako takatifu. Ancient of days. Yes, kutoka siku za kale. Somebody thank him, thank him. Basi mtu amshukuru. Even those who are far away, please thank him. Hata wale ambao mko mbali mshukuru. Father, we give you glory. Bwana tunakupa utukufu. Father, we give you honor. Bwana tunakupatia heshima. Father, we exalt your holy name. Bwana tunaliinua jina lako takatifu. Receive all the praise. Pokea sifa zote. You have blessed us, O Jehovah God. Umetubariki hewe Jehova Mungu. You have healed our lives. Umeponya maisha yetu. We received deliverance. Tumepokea ukombozi. We have had a nice time before your presence. Tumekuwa na wakati mwema katika uwepo wako. We have a reason to thank you. Tunayo sababu ya kukushukuru. We have a reason to worship you. Tunayo sababu ya kukuabudu. We have a reason to lift your holy name. Tunayo sababu ya kuinua jina lako takatifu. Ancient of days, we glorify you. Toka siku za kale twakutukuza. We honor your mighty name. Tunaliheshimu jina lako kuu. No one else is like you. Hakuna mwingine kama wewe. Heaven is worshiping you today. Mbingu zinakuabudu siku ya leo. The earth is lifting your holy name. Hata dunia zinainua jina lako takatifu. It bows before you. Inainama mbele zako. Heaven and earth adore you. Mbingu na dunia zinakutukuza. You are the mighty God we have been serving. Wewe ni Mungu mkuu ambaye tumekuwa tukitukuza. Nothing is too hard for you. Hakuna chenye kigumu kwako. You are the Father of open heavens. Wewe ni Baba wa mbingu zilizo wazi. Healer of all diseases. Ponyaji wa magonjwa yote. Thank you for the anointing. Asante kwa mafuta. Thank you for your presence. Asante kwa uwepo wako. We lift you, Jehovah God. Tunakuinua Jehova Mungu. We honor your holy name. Tunaliheshimu jina lako takatifu. We exalt you, Jesus. Tunakuinua Yesu. Continue to glorify him. Endelea na kumtukuza. Continue to lift him. Endelea na kumuinua. When you lift him, ukimuinua, every other thing becomes small. Kila kitu kingine kinakuwa kidogo. All the other powers bow down. Nguvu zile zingine zote zinainama. Every sickness bows down. Kila ugonjwa unakwenda chini. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. Father, we lift you. Bwana tunakuinua. We honor you. Tunakuheshimu. We exalt you today. Tunakuinua siku ya leo. You are highly lifted. Wewe umeinuliwa juu sana. We bow before your presence. Tunanyenyekea mbele za uwepo wako. How we exalt your name. Vile tunaliinua jina lako. How we glorify your name. Vile tunalitukuza jina lako. We lift you, Jehovah God. Jehova Mungu tunakuinua. We exalt your name. Tunaliinua jina lako. Thank you, Jehovah God. Asante Jehova Mungu. King of kings, we exalt you. Mfalme wa falme tunakuinua. King of kings, we honor you. Mfalme wa falme tunakuheshimu. We are before your presence. Uko mbele za uwepo wako. We exalt you, God. Tunakuinua Mungu. And we honor you. Na tunakuheshimu. Thank you, King of kings. Asante mfalme wa falme. Thank you, Lord. Asante Bwana. You are great, yes, you are only one. Thank you, God. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, holy God. Every day.
great. Baba, wewe ni mkuu. We lift you this afternoon. Tunakuinua jioni ya leo. We give you glory and honor. Tunakupatia heshima na utukufu. Thank you for this moment of the word. Asante kwa kipindi hiki cha neno. We ask you to move in a mighty way. Tunakuuliza ukatembee kwa njia ya ukuu. Teach us your ways, O God. Tufundishe njia zako Mungu. We are your mouthpiece, O Jehovah God. Sisi ni kinywa chako ewe Mungu. Speak what you want your people to hear. Zungumza kile unataka watu wako wasikie. And meet every need in the name of Jesus. Na kutana kila hitaji kwa jina la Yesu. Meet the nation of Kenya in Jesus' name. Kutana na nchi ya Kenya kwa jina la Yesu. Meet every deep-seated need in the name of the Lord. Kutana na kila hitaji lenye kina kwa jina la Yesu. We came because we needed you. Tumekuja kwa sababu tulikuhitaji. We need you, Jehovah God. Tunakuhitaji Jehova Mungu. Let nobody live here the same. Wacha kusema mtu asitoke hapa akiwa vile tena. Let your transforming power be on the move. Wacha nguvu zako za mabadiliko zikatembee. Let open heaven be our portion. Wacha mbingu zilizo wazi ziwe sehemu yetu. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. Speak to us in detail. Zungumzia nasi kwa utondoti. That we may know your will. Ili tukafahamu mapenzi yako. And meet the expectation of your people. Na kutana na matarajio ya watu wako. We are hungry for you, God. Tuna njaa kwako Bwana. We want to feed from your table. Tunataka kula kutoka kwa meza yako. Minister to us. Hivyo basi tuhudumie. In Jesus' name we pray and believe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Thank you very much. Asanteni sana. We may take our seats. Naweza kuketi. Let us appreciate the worship team. Wacheni tuwapongeze kikundi cha kuabudu. Appreciate them in a better way. Wapongezeni kwa njia iliyo bora. Amen. Amen. Let me welcome all of you. Basi wacheni niwaalike nyote. Those who are here and those who are online. Wale ambao mko hapa na wale ambao mko kwenye mtandao. And thank God for his presence since morning. Namshukuru Mungu kwa sababu ya uwepo wake toka asubuhi. We call it a service. Huwa tunaita ibada. Because we are serviced before his presence. Kwa sababu tunahudumiwa katika uwepo wake. May the Lord meet every need. Bwana Mungu akutana na kila hitaji. May your heaven remain open. Na mbingu yako ikakae ikiwa wazi. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. May every threat against your life bow down. Na kila tishio kinyume na maisha yako ikainame chini. Every sickness bow down. Kila ugonjwa ukainame chini. Every spirit of death bow down. Kila roho wa kifo akaanguke chini. Every plan of the devil bow down. Kila mpango wa ibilisi ukaanguke chini. Every scheme against your family bow down. Kila njama kinyume na jamii yako ikainame chini. God is lifted so high. Mungu ameinuliwa juu sana. I said so high. Nimesema juu sana. Nothing can defeat him. Hakuna kitu kinaweza kumshinda. All the other forces must obey. Nguvu zile zingine lazima zitii. Poverty must obey. Umaskini lazima utii. Hallelujah. Amen. Failure must obey. Ushindwa lazima kutii. Spirit of repetition must obey. Roho wa kurudia lazima atii. I declare you shall not go down. Natangaza kwamba hautaenda chini. Your graph is going up. Ile grafu yako inapanda juu. All the others are the lies of the devil. Yale mengine yote ni mauongo ya We shetani. shall go up. Tutakwenda juu. You shall complete your projects. Wewe utamalizia mradi wako. You will educate your children. Utaelimisha wana wako. You will own property. Wewe utamiliki mali. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. Wealth and riches will be in your house. Utajiri na mali zitakuwa katika nyumba yako. Don't listen to the lies of the devil. Usiyasikilize mauongo ya shetani. Other voices, we challenge them. Masauti mengine tunatia changamoto. We mute them in the name of Jesus. Tunayazima kwa jina la Yesu. And we declare the voice of God shall prevail in our lives in Jesus' mighty name. Na twatangaza sauti ya Bwana
itashinda katika maisha yetu kwa jina la Yesu. The devil is a liar. Shetani mdanganyifu. Your children will be great in the land. Watoto wako watakuwa wakuu katika nchi. Hallelujah. Hallelujah. It may not look like so. Inaweza kuwa haionekani hivyo. But believe the report of the Lord. Lakini amini ile ripoti ya Mungu. The report says they will be great. Ripoti inasema ya kwamba watakuwa wakuu. And your future is greater. Na siku zako za baadaye ni kuu. Your best days are ahead of you. Siku zako bora ziko mbele yako. I speak to your future. Naongea na siku zako za baadaye. If I don't speak it, it will not happen. Kama sitaiongea basi haitafanyika. If I speak it, it shall be established. Basi nikiongea itadhibitishwa. Your future is great. Siku zako za baadaye ni kuu. And you shall live to see the great future. Na wewe utaishi hai ili ukaone hiyo kuu hiyo. You shall build houses and live in them. Utajenga manyumba na utakaa ndani yake. You shall buy cars and drive them. Utanunua magari na utayaendesha. You shall enjoy your possession. Wewe utafurahia ile mali yako. You will enjoy and reap the benefits of your service to God. Utafurahia na uvune ule utumishi wako kwa Bwana. And every difficult situation in your life. Na kila hali ambayo ni ngumu katika maisha yako. Heaven is saying we command it to bow. Mbingu inasema tuiamrishe ikainame chini. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. May it bow right now. Basi ikaanguke chini sasa hivi. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. May your vision prevail. Maono yako yakafaulu. In the mighty name of Kwa Jesus. jina kuu la Bwana. You came today, you are desperate. Umekuja leo na unaibika. You are frustrated. Wewe unasononeka. They are shaming you. Wanakuhaibisha. It looks like nothing is going to happen. Inaonekana ni kama kwamba kuna kitu I kitatendeka. came as a voice of God Nimekuja kama to sauti ya tell Mungu. you God is making a way for you. Kukuambia kwamba Mungu anatengeneza njia In kwako. the wasteland there will be a way. Katika jangwa kuna njia. And the streams of living water Na hata kuna chemchemi za will maji flow ahead of you. zitatiririka mbele yako. Receive your miracle Pokea muujiza wako. in Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. May the Lord be praised. Bwana Mungu akatukuzwe. Our topic, as I announced this day, Basi kichwa chetu ni kama vile nilitangaza siku ya leo, is open heavens, the key to unlocking vision. basi ni mbingu ambazo ziko wazi ndio ufunguo wa kufungulia maono. Those who are slightly new, we are in a season of open heavens. Wale ambao ni wageni kiasi, basi tuko kwenye majira ya mbingu zilizo wazi. And what we are trying to say is that open heaven is a key, is actually the key to unlocking vision. Na kile twajaribu kusema ni kwamba mbingu zilizo wazi ni ufunguo wa kufungulia maono. After heavens, you can put a semicolon in the media people so that it can be understood that after that it is now the key to unlocking vision. So open heavens, the key to unlocking vision. Basi mbingu zilizo wazi ndio ufunguo wa kufungua maono. I said earlier on, Nisema hapo there are awali, two types of heavens, closed heavens and open heavens. nikasema kwamba kuna aina mbili za mbingu, mbingu ambayo iko wazi na mbingu nyingine ambayo imefungwa. So a heaven requires unlocking. Kwa hivyo basi mbingu inahitaji kufunguliwa. And that is what we are going to work on from Ezekiel 1:1. We see something on vision. Na hiyo ndio tashughulikia katika Ezekieli 1:1 kuhusu kufungua mbingu. The Bible says, because I've been reading this, the last part says that the heavens were opened and I saw visions of God. Basi sehemu ya mwisho ya mstari inasema nikaona mbingu zimefunuka, nikaona maono ya Mungu. So
the heavens opened for Ezekiel. Hivyo basi mbingu zikafunuka kwa Ezekieli. They first opened. Kwanza zilifunguka. That is the beginning point. Hapo ndipo chanzo. The heavens first opens. Basi kwanza mbingu inafunguka. May heavens open for you. Basi mbingu ikafunuke kwako. I want you to learn to be saying amen. Ningependa ujifundishe kuwa unasema amina. May heavens open for you. Na mbingu zifunguke kwako. And the benefits of heaven pursue you. Na zile faida za mbingu zikufuate. Actually, benefits of open heaven pursue you. Hakika faida za mbingu wazi zikufuate. And one of the benefits, na mojawapo ya hizo faida, on top of what Pastor Joseph taught in the morning, zaidi ya kile mchungaji Yusufu alifundisha hapa asubuhi, is seeing visions of God. ni kuona maono ya Mungu. You now begin to see visions. Sasa unaanza kuona maono. I speak over your life. Naongea juu ya maisha yako. May you begin to see visions. Basi ukaanza kuona maono. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. When heaven opens, wakati mbingu ziko wazi, you begin to see visions. Unaanza kuona maono. In your dreams. Katika ndoto zako. When you are walking. Unapotembea. When you are in class. Wakati uko darasani. When you are serving God. Wakati unamtumikia Mungu. You begin to see visions. Unaanza kuona maono. I declare a season of visions. Natangaza majira ya maono. Concerning your life. Kuhusu maisha yako. Concerning your ministry. Kuhusu huduma yako. Concerning your family. Kuhusu jamii yako. Concerning your career. Kuhusu taaluma yako. Concerning your business. Kuhusu biashara yako. May you begin to see visions of God. Wanze kuona maono ya Mungu. Amen. Amen. You cannot stop a man with a vision. Hauwezi kumsimamisha mtu ambaye uko na maono. Although Ezekiel was among the captives then, hata ingawa Ezekieli alikuwa miongoni wa wale waliohamishwa, everything about him became different. Kila kitu kumuhusu kikawa ni tofauti. Because he began to see visions of God. Kwa sababu alianza kuona maono ya Mungu. The Lord is taking you out of your captivity. Bwana Mungu anakuondoa katika mateka yako. And taking you to a level of seeing. Na kukupeleka kwa kiwango cha kuona. And seeing visions of God. Na kuona maono ya Mungu. May your life be baptized with visions. Maono yako yakabatizwe na maono. By the power of the Holy Ghost. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. When you see a vision, unapoona maono, it is going to come to pass. Itakuja kutimia. Because what you see is what you get. Kwa sababu kile unaona ndicho unapokea. When heaven opens, wakati mbingu ziko wazi, it releases visions. Inaachilia maono. Let this be your portion. In Jesus' name. Wacha hii ikawe sehemu yako kwa jina la Yesu. May what you begin to see from today, na kile ambacho utaanza kuona toka leo, become a reality. Kikawe cha ukweli. May it be real for you. Kikawe halisi kwako. Your family. Familia yako. Your career. Hata taaluma yako. In the ministry. Katika huduma. May it become real. Ikawe halisi. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. Can somebody shout hallelujah? Mtu pasa sauti sema hallelujah. Now look at Habakkuk chapter 2 verse 1. Angalia Habakuki 2 mstari wa kwanza. We are now connecting the thing. Sasa tunaunganisha jambo hili. I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see. Hallelujah. Watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Let's continue reading. Je, tuendelee kusoma. Then the Lord answered me and said, write this vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao,
ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Next, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie, for it tarries. Amen. Amen. Wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikilia mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapo kawia, ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Kumbe njozi ndio maono. Njozi ni kama ndoto, so pale kuna njozi tuseme ni maono. Verse 4. Mstari wa 4. The Bible says, beyond the proud is Saul not upright in him. But I am interested with the last bit. That's what we are going to interpret. But the just shall live by his faith. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Do I have some just people here? Na watu wenye haki hapa. You shall live by your faith. Mtaishi kwa imani yenu. I speak to your faith. Naongea na imani yenu. May it be built in Jesus' name. Na ikanjengeke kwa jina la Yesu. NLT of verse 1. NLT mstari wa kwanza. There is a word I'm looking for. Kuna neno natafuta. Yes. I will climb up to my watchtower. Basi nitaukwea mnara wangu. Wonderful. Amen. And stand at my guard post. Na nitaangalia katika guzo langu la kulinda. There will I wait to see what the Lord says and how he will answer my complaint. Hapo nitangojea nione vile Bwana atasema na vile atajibu kulalamika kwangu. For information purposes. Kwa kuwapasha habari. The time Habakkuk is writing this. Wakati Habakuki anaandika haya. The Chaldeans were allowed by God. Listen to this. The Chaldeans, you know, nothing happens without the knowledge of God. Na unajua hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika wakati Mungu hajui. Even what you are going through today. Hata kile ambacho unapitia siku ya leo. I don't know why I'm hearing a voice like why. For some of you, you are asking, why has it been like this? I want to tell you, the Lord is aware. Sio ni kwa nini nasikia sauti kwa nini? Wengine wanauliza kwa nini, lakini waambia kwamba Bwana Mungu yuko na neno kwenu. So this time you are seeing things like how he will answer my complaint. Kwa hivyo sasa wakati huu ambapo unauliza sasa atajibu kulalamika kwangu namna gani? So Habakkuk the prophet, a minor prophet, has some complaint. Hivyo basi Habakuki kama nabii mdogo yuko na lalamiko. You are not the first one to complain. Wewe sio wa kwanza kulalamika. Habakkuk the man of God was in a serious complaint. Basi huyu Habakuki nabii wa Bwana alikuwa katika lalamiko la kumaanisha. You are wondering, why am I not making it? Unashangaa kwa nini mimi sishindi? Habakkuk was there. Habakuki alikuwepo. Reason being, sababu ikiwa ni some enemies called the Chaldeans. Maadui wengine ambao walikuwa wanaitwa Wakaldayo. Oh, you have the idea there. Yeah, that's a nice interpretation. The Chaldeans. Wale Wakaldayo. They had been allowed by God to punish the children of Israel. Walikuwa wameruhusiwa na Mungu waje kuadhibu wana wa Israeli. God knew. Mungu alijua. And they are still attacking, killing, destroying the children of Israel. Na wagali wanashambulia, wanawapiga, wanawaua wana wa Israeli. Habakkuk is wondering. Habakuki anashangaa. Lord, you told me. Bwana Mungu uliniambia. That these are your people. Ya kwamba hawa ni watu wako. That you have inscripted their name in your palm. Ya kwamba umewaandika jina lao katika kiganja cha mkono wako. That you never leave them. Na ya kwamba hutawaacha. Nor forsake them.
ama kuwapungukia. What is happening? Sasa nini kinatendeka? You are allowing our biggest enemy, Unawaachilia wale maadui wetu wakuu, the Chaldeans, to fight them, Wakaldayo, ili wawashambulie, to fight the nation of God. wawashambulie Israeli wa taifa la Bwana. You are seated here, you feel, yes, I have done it. Umekaa hapa unahisi ya kwamba ndio umefanya. I have given. Nimetoa, I have stood with the man of God. nimesimama pamoja na mtumishi wa But Mungu. 1 or 2 ends are not meeting. Lakini sehemu mbili ni kama upati kufaulu. Habakkuk had the same complaint. Habakuki alikuwa na lalamiko kama hilo. Now forget about the Chaldeans, call them the Babylonians, Sasa hao Wakaldayo waite wana Babiloni, because they were later assimilated by the Babylonians. kwa sababu mwisho walikuja kuwaishwa pamoja na Wababiloni. When that one happened, Wakati hiyo inatendeka, this is what Habakkuk did. sasa hivi ndivyo Habakuki alifanya. He went to a place. Alienda mahali, Everybody say a place. a place. He shifted from his normal place, Yeye akahama kutoka mahali pake pa kawaida and he went to a place called a watch tower, na akaenda pahali panapoitwa mnara wa kulinda, where watchmen were sitting to watch, mahali walinzi waliketi ili walinde, waiting upon the Lord, wakingojea Bwana Mungu. the servants of God. Watumishi wa Mungu Shifted from their normal place, wakahama kutoka mahali pao pa kawaida and they went up to a watch tower. na wakakwea mnara. There was another place called a guard post, the specific place where somebody was guarding from. Basi kuna mahali pengine ambapo panaitwa ni pahali pa kuchunga, mahali ambapo mtu anaweza kuchunga akiangalia. You went there with a tablet Ulienda hapo na kibao and with some, call it a pen today, a book and a pen and a Bible. basi ukaenda pale na kitabu cha kuandika na kalamu na Biblia. The purpose was meditation. Lengo lilikuwa ni kutafakari. And on the watch tower, Na katika huo mnara you would see the enemy coming ungeona yule adui akija and know how to undress them. na kujua jinsi ya kukabiliana nao. That is where he was when he was complaining to the Lord. Hapo ndipo alipokuwa namlalamikia Mungu. Before I give you some few points, Kabla sija kupatia mambo muhimu, I want to advise you nataka kukushauri to begin to shift to your watch tower. uanze kuhama kwenda kwa mnara wako. I wish I had a witness. Laiti ningalipata shahidi. This season of open heavens, Katika haya majira ya mbingu wazi, shift to your watch tower. wewe hamia kwenye mnara wako. Go there with a pen. Enda pale na Go kalamu. there with a Bible Enda pale na Biblia and begin to meditate. na uanze kutafakari. Begin to pray. Uanze kuomba. And while you are there, Na ukiwa hapo, guard, stay at your guard post. wewe ukakae hapo katika mahali pa And kulinda. begin to speak to the Lord. Na uanze kuongea na Bwana. And I want to give you an assurance. Na nataka kupatia uhakikisho. Everything that was a riddle to you Chochote ambacho kilikuwa riwaya kwako ama is ndoto, going to be made plain before your presence. kitakuwa wazi katika uwepo wako. Even if I don't say another thing, Hata kama sitasema kitu kingine, we came to speak a shift tumekuja kuongea uhamisho from our normal way of doing things. kutokana na hali yetu ya kawaida ya kufanya mambo. Climbing to the tower is not easy. Na kukwea mnara sio jambo rahisi. It may call you to wake up early in the morning. Inaweza kusababisha ukaamke mapema asubuhi. It may cause you to stay watching, Inaweza kusababisha huo umekaa macho guarding, ukichunga, waiting to see where the enemy is coming from, ukingoja uone ni wapi adui and atatokezea, undressing them with your weapon. na kuwakabiliana nao na silaha May the zako. Lord equip you.
Bwana Mungu akuandae. And I want to say this. Na ningependa kusema hivi, No weapon. hakuna silaha. I said no weapon Nimesema hakuna silaha formed against anybody under my voice. iliyoundwa kinyume na mtu yeyote yuko I chini ya want sauti to yangu. declare this afternoon. Nataka kutangaza alasiri ya The leo, weapon shall not prevail in the name of the Lord. hiyo silaha haitafaulu kwa jina la Bwana. If there is anything against you Kama kuna kitu ambacho kiko kinyume and nawe you remain on your watchtower na unasalia katika mnara and wako sit at your guard post, na umekaa katika mahali pako pa ulinzi, heaven is saying, Mbingu I inasema, will fight your battles. mimi nitapigana vita vyako. May the Lord fight your battles. Bwana Mungu akapigana vita May the vyako. Lord fight for you. Bwana Mungu akakupigania. Any meeting against you, Mkutano ambao any umeundwa kinyume meeting nawe, against your parents, mkutano kinyume na wazazi any wako, meeting against your brothers and sisters, mkutano kinyume ya any ndugu zako na meeting dada zako, against your na children, mkutano kinyume na I watoto came wako, to say nimekuja they kutangaza met coming in one way. wanaweza kuja I see them dispersing na waona wakitawanyika, because we are receiving a vision. sababu tunapokea We are maono, receiving a vision tunapokea and maono we are seeing them dispersing in 7 ways. na tunaona wakitawanyika kwa njia In the 7 mighty name of the Lord. kwa jina kuu la No Bwana. power of the devil Hakuna nguvu za shall shetani fight you zitakupiga vita, because you are shifting to a watchtower. sababu unahamia kwenye mnara. Somebody make a short prayer. Mtu aombe maombi mafupi, Tell him to shift you muulize from akakuhamishe your normal operation. kutokana kule kufanya kazi kwa As a kawaida. pastor, I don't want to operate normally. Kama mchungaji sitaki nifanye kazi I kikawaida, refuse to stay among the crowds. nakataa kukaa katikati ya watu. As a worshiper, don't be in the crowds. Kama kumwabudu usikaa katika makutano. As a home Bible church leader, refuse to stay in the crowds. Kama kiongozi wa kanisa nyumbani, kataa kukaa katika As a makutano. woman of God, refuse to be in the crowds. Kama mwanamke wa Mungu, kataa kukaa katika makundi. Habakkuk went to a watchtower. Basi manabii wetu walienda katika mnara. I can feel a lifting in the house. Naweza kusikia uhamisho katika nyumba. Many other things may not happen, but there is a lifting. There is a lifting taking place. Vitu vingine vinaweza kukosa kufanya kazi, lakini kuna kuinuliwa, kuna Somebody is kuhamishwa. being taken to their watchtower. Mtu anapelekwa katika mnara wake. You are going to see properly from today. Wewe utaweza kuona wazi You kutoka are leo. being seated in your guard post. Wewe unakalishwa mahali pako pa kulinda. My heart is pounding for this position. Moyo wangu unadunda kwa sababu My ya heart hapa. is pounding for that level Moyo wangu unatamani kiwango hicho, where I can see the visions of God. pale naweza kuona maono ya Mungu. We have been the same for a long time. Tumekaa katika ukawaida kwa wakati We have mrefu. remained in the crowds for a long time, Tumekaa kwenye mikusanyiko kwa wakati mrefu, talking the same reports with the defeated people. tukiongea ripoti zile zile kama watu There are wameshindwa. people in this house Kuna watu katika nyumba who hii are receiving a shift hao wanapokea for uhamisho their new levels, katika viwango vyao, a shift for kuhamishwa their package of wealth, kwa kifurushi cha a utajiri, shift uhamisho their package of family, kwa kifurushi cha jamii, a shift uhamisho for their package of anointing. kwa kifurushi cha mafuta. I desire this position. Mimi natamani nafasi I hiyo. want to sit at my guard post. Nataka kukaa katika mahali pangu pa ulinzi. The church is praying this Kanisa afternoon. linaomba alasiri ya We leo. are telling him to take us there. Tunakuuliza Mungu, tupeleke Take hapo, us there, our Father. tupeleke hapo Baba yetu, Take our youth there. peleke wanarika wetu hapo. Other young people can do another thing. Watu wanarika wengine wanaweza kufanya kitu But I kingine, see some young people lakini naona wanarika who wengine are being shifted to their watchtower. wao wanahamishwa kwenda katika mnara wao. Young girl, you better go to your tower. Msichana, ni afadhali uende katika Young mnara. man, you better be in your guard post. Tena mvulani, afadhali uwe katika mahali pako pa kulinda. I know some people have a cry. Najua watu wengine wanacho kilio. I have been the same for a long time. Nimekuwa pale pale kwa muda mrefu. Now I want a vision. Sasa nahitaji I maono. want a vision. Sasa nahitaji I maono. desire a vision Natamani maono of my watchtower. wa mahali pangu pa Begin ulinzi. to make a journey by faith. Anza kusafiri kwa Begin imani. to take your position by faith. Anza kuchukua nafasi yako kwa That imani. position comes every storm of life. Hiyo
zinatuliza kila dhoruba ya I see storms coming down. naona dhoruba zikija chini. It is through Habakkuk Ni kupitia Habakuki that Israel was saved. ya kwamba Israeli waliokolewa. He said, even if the fig trees don't bear anything, Sama hata kama wasindi hautaleta chochote, the just shall live by faith. yule mwenye haki ataishi kwa imani. We are in the last days. Uko katika siku za mwisho. Even if things are not working, Hata kama mambo yaendi vizuri, there are special women of God here. kuna wanawake There speciali, are special men of God here kuna wanaume speciali wa who Mungu are moving to their watchtower. wao wanaenda kwenye mnara wao, They are getting positions wanapatiwa nafasi in yao their guard post. katika mahali pao pa kulinda. Father, position me there. Bwana, niweke katika hiyo That nafasi. is where I want to be. Hapo ndipo natamani kuwa As a man of God, kama mtumishi wa I Mungu. want to remain there. Nataka kusalia hapo. If another person is desiring, Kama kuna mtu mwingine ambaye I ask you anatamani to pray na kuuliza and uombe catch it by faith. na uipokee kwa imani. We are receiving our shifts. Tunapokea kuhamishwa We kwetu. have been around here for a long time. Tumekaa mahali hapa kwa muda mrefu. We want to see a change. Tunataka kuona We want mabadiliko. to see a shift. Tunataka kuona uhamisho. Enough is enough. Tumetosha ya kutosha. That is why we came today. Hiyo ndio sababu tumekuja We leo. are saying we must break camp Tunasema lazima tufunge and kambi advance to our new level na tuende katika kiwango and kingine move kingine. to our watchtower. Tuingie katika mnara wetu. No demons can fight a man on their tower. Hakuna ndani pepo anaweza kumpiga mtu ambaye uko katika This mnara. church is getting a shift Kanisa linapata to uhamisho. their watchtower. Kuingia katika mnara wao. No sorcerer, Wewe uchawi. no sorcerer Hakuna mchawi can fight a church anaweza kupiga vita in their kanisa watchtower. katika mnara wao. I see you receiving your protection Na kuona ukipokea as ulinzi you wako. remain on your guard post. Unaposalia mahali pako pa kulinda. Nobody, and I say nobody, Nasema na hakuna mtu can remove you from your position. anaweza kuondoa katika nafasi yako. I see the schemes of the devil Naona njama za shetani getting shattered, zikiharibiwa, getting shattered zikigonganishwa in chini. the mighty name of the Lord. Jina kuu la I Bwana. see the plans of the enemy Naona mipango ya shetani getting shattered ikigonganishwa in chini the name of Jesus. kwa jina la Yesu. This September, Hii Septemba hii your heavens remain open. mbingu yako ikasalia I wazi. declare to October, Natangaza your heavens shall remain open. mbingu yako itasalia kuwa I wazi. declare to November, Natangazia your Novemba, heavens shall remain open. Novemba yako itasalia wazi. December is your month. Disemba ndio mwezi wako, It shall remain open. itasalia wazi. If you desire the watchtower, Kama unatamani mnara, continue to pray. endelea kuomba, Take it by force. uipokee kwa From nguvu. the days of John the Baptist, Toka wakati wa Yohana the Mbatizaji, kingdom of God ufalme wa Mungu suffereth violence. unatwaliwa kwa The nguvu, violent take it by force. na wenye nguvu wanaichukua We kwa take uwezo. our blessing by force. Nachukua baraka zetu kwa We nguvu, take our victory by force. unachukua ushindi wetu kwa nguvu, We receive our position by force. tunapokea nafasi zetu We kwa nguvu, take our anointing by force. tunapokea upako wetu kwa nguvu. If there was a plan of premature death, Kama kulikuwa na mpango wa kifo we cha take mapema, our life by force. tunachukua maisha yetu kwa nguvu. You can't kill a man on the watchtower. Hauwezi kuwa mtu ambaye uko katika mnara. Nobody can kill a man on the watchtower. Hakuna mtu anaweza kuwa mtu You ambaye kwa remain on mnara. your guard post. Unakaa kwenye mahali pa Nobody ulinzi. can kill you. Kuna anaweza ku No machine power can kill you. kuna nguvu za majini When zinaweza you kukuua. remain on your guard post, Ukikaa mahali pako pa kulinda, may the Lord position you Bwana Mungu akuweke katika to nafasi your place mahali pako of watching. unakuulinda May you be restored wewe, ukarejeshwe and taken back to your place na ukarudishwa mahali in pako the mighty name of the Lord. kwa jina kuu la It Bwana. is on the watchtower Ni katika that mnara you are going to receive your blessing. ya kwamba utapokea It is baraka on the zako. watchtower Ni katika that mnara you are going to receive your victory. ya kwamba utapokea It ushindi is on the wako. Ni watchtower kwenye mnara that you are going to receive your possession. ya kwamba utapokea It is ushindi on wako. the Ni watchtower katika mnara that your breakthrough is going to come. kwamba upenyo wako I utakuja. declare great happenings. Ninatangaza
mambo makuu, miracles of every kind miujiza aina yoyote upon everybody who is in the juu ya house. kila mmoja yuko katika In the nyumba, mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Bwana. Spirit of stagnation, Ewe roho wa kukwama, we break your power tunavunja nguvu in the name zako of Jesus. kwa jina la Yesu. Spirit of death, Roho wa madeni, death, vifo, a cycle of death hebu rudio wa vifo and the poverty. na umaskini, We break your power tunavunja nguvu in the zako name of Jesus. jina la Yesu. I refuse to be a beggar. Ninakataa kuwa mpaka, Nobody under my voice hakuna mwenye chini ya is sauti going yangu to remain a beggar. hata salia mkono. When you sit on the tower, Ukikaa katika mnara, you shall not be a beggar. wewe Nobody listening to me shall remain a beggar. We are going to accomplish the purposes of God. The purposes of God. Somebody claim it, claim it, claim it. You saw the force. You saw the power to claim your breakthrough, to claim your healing, to claim your future. Refuse COVID-19. Refuse cancer today. In the name of Jesus, you are not going to be a beggar. Your future is becoming better because you remain on your tower. kwa sababu umesalia katika mnara. Receive all this Pokea mambo hayo in yote the name of the Father, kwa jina la Baba, part of the Son, ile la Mwana, part of the Holy Ghost. Mtakatifu. And everybody say, Kila mtu sema Amen. Celebrate Jesus with a clap. shangilia Yesu kwa makofi. Hallelujah. Haleluya. Some of these things, Baadhi ya vitu hivi we have to receive them. lazima tusipokee. I said we have to receive them Nimesema mpaka tusipokee. by force. Kwa nguvu. The violent Wale wenye nguvu shall take it by, watazichukua kwa nguvu. in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. That is why today Hii ndio sababu we leo are talking about Habakkuk, tunaongea kuhusu Habakuki, because he saw. sababu aliona. Keys to unlocking vision. Funguo za kufungua maono. There are keys which will unlock your vision. Kuna funguo ambazo zitafungua maono yako. Number one, Ya kwanza, by positioning yourself to listen. kwa kujiweka mwenyewe katika nafasi ya kusikia. You position yourself Wewe unajiweka katika nafasi to listen. ya kusikia. Isaiah 21:8. Isaya 21 mstari wa 8. Position yourself to listen. Wewe ujiweke katika nafasi ili uweze kusikia. Then the watchman called out, day after day, I have stood on the watchtower, my Lord. Night after night, I have remained at my, not other people's, my post. Ipo akalia kama simba, Bwana, mimi nasimama daima juu ya mnara wakati wa mchana, na kila siku ninakaa katika zamu ya ulinzi wangu. I pray that we are going to get watchmen. Naomba ili tukapate walinzi. People who are going to watch Watu ambao wataenda kulinda when cancer is coming. When cancer is coming, wakati saratani inakuja, they can see it. wanaweza kuiona. They may not be many people, Inawezekana wasiwe watu but wengi, we want people who can see on our behalf. lakini tunawahitaji watu ambao wanaweza kuona kwa niaba yetu. They are called watchmen, Wanaitwa walinzi, and the watchmen are being appointed in this house. na walinzi wanateuliwa katika nyumba hii. This is not a title. Sasa hili sio kitu, sio jina la cheo. It is not given by a denomination. Haipeanwi na dini. Are you getting me? Mnanipata? This position is not given by a denomination. Nafasi hii haitolewi na dhehebu. We are not talking of a reverend here. We are talking of a watchman.
Hatuongei kuhusu reverend hapa, lakini tuongea kuhusu mlinzi. God, give me watchmen in this house. Mungu nipatie walinzi katika nyumba hii. I cry to you, my Father, give me watchmen. Baba yangu nakuomba tupatie walinzi. I feel God is speaking to some of you. Na hizi Mungu anaongea na baadhi yetu. Wherever you are going to operate from. Popote ambapo utaenda kufanya kazi kutoka. People won't say they are busy. Watu wanasema wameshikana. People will not say they are busy. Watu hawatasema wameshikana. People are going to give the kingdom a priority. Watu watatanguliza ufalme wa mbingu kwanza. And this Kiswahili version says, he called like a lion. Na tena Kiswahili kinasema nikaita kama si akalia kama si. The watchman called out. Yule mlinzi akalia. People who can call out. Watu ambao wanaweza kuitana. People who can stand on the watchtower. Watu ambao wanaweza kusimama kwenye mnara. People who can be there at night and during the day. Watu ambao wanaweza kuwepo usiku na mchana. Remaining at their post. Wakisalia katika mahali pao. Before COVID-19 comes to kill people, they can see it. Kabla ya corona kuja kuanza kushambulia na kuwa watu wanaweza kuiona. Can you listen to God? Hebu naweza kusikiliza Mungu. This is not a sermon. Sasa huu sio ujumbe. It is not a theological thing. This is about the voice of God. Hili sio jambo la kithiolojia, lakini kuhusu sauti ya Mungu. Such people will see visions. Watu wa aina hii wataona maono. When they remain on their watchtower. Wakisalia katika mnara wao. May the Lord position you. Bwana Mungu akakuweke kwenye nafasi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Where you get alone with God. Ukiendelea pamoja na Mungu. To listen to his directions. Kusikia mielekeo. Uninterrupted. Usipo na in your personal watchtower. Katika ule ulinzi wako binafsi. Whichever the time. Hata kama ni wakati upi. Watch there. Wewe lulinda. This is an attitude of expectation. Hii ni tabia ya matarajio. If I were you, I would write that one. Kama ningekuwa wewe ningeandika hii. This is an attitude of expectation. Hii ni nia ama tabia ya matarajio. Where your attitude. Hali ambapo nia yako. Is that one of expectancy. Ni hili ya kutarajia. An expectant mother. Mama ambaye anatarajia will spend a lot of time. Atatumia wakati mwingi. Thinking about what she is expecting. Akifikiria kile ambacho atapokea. May that attitude enter you. Hiyo nia ikakuingie. And be like Habakkuk. Na ukafanyike kama Habakuki. When you are there with your tools. Ukiwa pale. With your tools. Pamoja na vyombo vyako. You are going to see visions. Wewe utapata kuona maono. Visions to save your family. Maono ya kuokoa jamii yako. I pray that we get such people. Naomba ili tukapate watu wa aina hiyo. Where nothing can go wrong. Pale ambapo hakuna kitu kinaweza kuharibika. Because they can see it. Kwa sababu wanaweza kukiona. Where no surprise will take place. Pale ambapo hakuna mishangao ambayo itatendeka. It will be revealed to them. Itafunuliwa kwao. May you become that person in Jesus' name. Wewe ukafanyike mtu yule kwa jina la Yesu. Number 2, when you see a vision. Ya pili, unapoona maono. It must be written down. Lazima yaandikwe. That is what Habakkuk was told. Hivyo ndivyo Habakuki aliambiwa. Write it down. Wewe iandike. I won't go to details. Sitaingia katika undani. But I want to say. Lakini ningependa kusema. As the vision becomes more clearer. Hata wakati maono yanapozidi kuwa wazi. Write it down. Uiandike. And if you are not able to write. Na kama hauwezi kuandika. Call somebody who can write to write for you. Ita mtu ambaye anaweza kuandika akuandikie. Please hear me. Tafadhali mkanisikie. This week, write down your vision. Katika juma hili andika maono yako. What do you want in life? Ni nini ambacho unahitaji? What is your expectation? Matarajio yako ni yepi? Write it. Yaandike. When it is written, yakiandikwa, it is going to solidify in your mind and heart. Yatakuwa la hakika katika akili yako. Going to become established. Yatakuwa yatathibitishwa.
in your mind and in your heart. katika akili yako na moyo wako. So write it down. Kwa hivyo basi yaandike. Number 3, Ya tatu, the vision must be made plain. maono yale lazima yawekwe wazi. After writing it, make it plain. Baada ya kuyaandika basi ukayaweke yawe wazi. Break it into a language that can be understood. Ukaweze kuyaandika kwa lugha ambayo inaweza kueleweka. That is why we made the building that we are about to do, we made it plain. Hiyo sababu tukachora kwanza ule mjengo ambao tunataka kutengeneza, tukauweka wazi. We want to look at the bill of quantities. We want to look at the pictures. Tunataka kuona zile picha za vile vitu ambavyo vinahitajika pale. When Habakkuk received the vision, he wrote it Wakati Habakuki alipokea yale maono, basi yaliyaandika in a language that could be understood. kwa lugha ambayo ilikuwa inaeleweka. That is why Jesus made parables very clear. Ndio sababu Yesu alifanya mifano yake kuwa ya wazi kabisa. Number 4, Ya 4, it must be posted. Your vision has to be posted. lazima basi maono yako yakatumwe. Make the people to see it. Basi sababisha watu waone yale maono. Where we read, it is said, even somebody who is running can see it while running and go with it. Pale tumesoma tunaona hata wale ambao wanakimbia wanaweza kuiona na wanaweza kukimbia nayo. That he may run who reads it. You are running and you can see it. Wewe unakimbia pale na unaweza kuyasoma. So post it. Kwa hivyo basi ukaitume kwa watu. Abraham, in the book of Genesis 13:14-15, Abraham was told, as far as you can see, all this land, southward, northward, I will give you. Ibrahimu Mwanzo 13 mstari wa 14 akaambiwa, pote macho yako yanaweza kuona, nchi yote nimekupa. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. All the land that you can see. Nchi yote ambayo unaweza kuiona nimekupa wewe na uzao wako, nchi yote ambayo unaweza kuiona. What are you seeing? Wewe unaona nini? Post it. Itumie watu. Make it clear. Uifanye iwe wazi. Stick it on your fridge. If you are a lady, you open the fridge every day. Post it there. Kama wewe ni mwanamke ukafungua ile friji ukaweze kuiweka hapo ndani. Save it on your laptop. Ukahifadhi katika tarakilishi lako. Make it a screen saver. Ukaifanye kuwa screen saver. Put it on your status. Ukaiweke kwenye status yako. Talk about it, post it, make it visible. Uongee kuihusu, ukaitumie watu, uzungumze kuihusu. See it, keep on seeing it. Uzidi na uendelee kuiona. As far as you can see. Umbali unaweza kuiona. Hallelujah. Amen. What can you see? Wewe unaweza kuona nini? I release an anointing of seeing. Ninaachilia upako wa kuona Upon your life in the name of Jesus. juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Receive that anointing. Pokea huu upako. May every limitation to see be broken in your life in Jesus' mighty name. Kila kizuizi cha kutoona katika maisha yako kikavunjike kwa jina la Yesu. May you see it in your watchtower. Basi ukaione kwenye mnara wako. Number 5. Ya 5. Ensure the vision overcomes every obstacle. Hakikisha kwamba yale maono yameshinda nguvu kila kizuizi. Joshua 1:9 talks about being courageous. Yoshua sura ya 1 mstari wa 9 inaongea kuhusu ujasiri. A vision overcomes obstacles. Maono yanashinda nguvu vizuizi. Be strong and of good courage. Wewe uwe na nguvu na mwenye Do not be afraid, wewe usiogope nor be dismayed. ama usivunjike For the moyo. Lord your God is with you wherever you go. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. One thing I want you to do, Kitu kimoja ningependa ufanye. let the vision be bigger than you. Wache maono yako yawe makubwa kukuliko. We are here today. Tuko hapa leo. We want to build a sanctuary.
Tunataka kujenga madhabahu ama hekalu costing tens of millions. yanayogharimu mamilioni 10 ya pesa. And if I checked in the account, that money is not there. Na nikiangalia kwenye akaunti hizo pesa hazipo. You are making pledges which you know you cannot pay, but you have a vision. Unafanya nadhiri ambazo unajua huwezi kulipa, lakini uko na maono. Overcome every obstacle. Shinda nguvu kila kizuizi. Go build that big house you saw. Enda ukanjenge hiyo nyumba kubwa ambayo uliona. Do that PhD that you saw. Ufanye hiyo degree ya PhD ambayo uliona. Become the chief executive of that organization you saw. Fanyika msimamizi mkuu wa taasisi hiyo kuu ambayo uliona. Be the manager of your series of businesses. Fanyika mkurugenzi wa biashara nyingi. And I want to confirm you will encounter steep challenges. Na nataka kudhibitishia kwamba utakutana na changamoto kubwa. Not only from other people. Sio kutoka watu peke yake. The biggest challenger is you. Yule mtu wa kupatia changamoto ile kubwa ni wewe. Sometimes I have come up with a vision. Wakati mwingine nimekuja na maono. And my closest people say this one cannot happen. Na watu wa karibu kwangu wananiambia hii haiwezi kufanyika. Until my heart Paka moyo wangu is also fighting what I saw. Tena pia unapigana na kile ambacho niliona. I have had that experience. Nilikuwa na ujuzi kama huo. And I want to tell you that thing that you can do comfortably is not a vision. Na nataka kuambia kile kitu ambacho unaweza kufanya ukiwa tu umepumzika, hayo sio maono. Like you can't say that you have a vision of sleeping early today. Na kama naweza kusema, huwezi kusema kwamba uko na maono ya kulala mapema usiku wa leo. Yeah, because you can sleep early. Kwa sababu unaweza kufanya hivyo. Let a vision be big. Wacha maono yawe makubwa. It makes you wake up and shake. Kusababisha uamke na utetemeke. It gives you sleepless nights. Inakupatia mausiku ambao una usingizi. It forces you to go to the watchtower. Inakulazimisha ukaingie kwenye mnara. Because it is too big to be handled normally. Kwa sababu ni kubwa, usishukulie tu kwa kawaida. I release it upon your life. Ninaiachilia juu ya maisha yako. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. 6, the vision will manifest. Ya 6 ni kwamba yale maono yatadhihirika. Actually, it will manifest itself. Yenyewe yatajifunua, yatajidhihirisha. When the time comes, wakati ukifika, it may tarry. Unaweza ukawia. Habakkuk says it may tarry. Habakuki anasema kwamba inaweza But ukawia. when the time comes, Lakini wakati wake ukifika, it is going to manifest. Itajifunua, itajidhihirisha yenyewe. I plead with everybody here. Ninasihi kila mtu hapa. Let your vision not die. Wacha maono yako yasife. Continue to wait patiently. Endelea kungojea kwa uvumilivu. Isaiah 60:22. Isaya 60 mstari wa 22. The Bible says, Biblia inasema, I the Lord. Kuna moja inasema the Lord will make it happen when the time comes. NLT. Hallelujah. I the Lord. Let's start the last bit. At the right time. wakati wake wa sawa. Amen. Amen. May your right time come. Wakati wako unaofaa ukafike. Amen. Amen. Some people look at you and they wonder, what are you pursuing? Watu wengine wanakutazama na washangaa, sasa unafuatana na nini? What are you doing in that prayer room? Wewe unafanya nini katika hicho chumba cha maombi? What are you doing at your watchtower? Wewe unafanya nini katika mnara wako? Can you come out of your watchtower? Wewe toka katika mnara wako. The Bible says, Inasema at the right time. kwa wakati wake unaofaa. There is a time called the right time. Kuna wakati ambao unaitwa wakati unaofaa. I the Lord. Mimi Bwana. Not even the pastor. Hata sio mchungaji. Not even your husband. Hata sio bwana wako. You know some wives can tell the husband, why have you not made it to happen? The Bible says, I the Lord. Unajua wake wengine wanaweza kuambia waume zao, kwa nini haujafanya hivi?
I the Lord. Bwana anasema mimi Bwana. Some of you are fighting your bosses asking, why have you not made it happen? I came to confirm it is I the Lord. Wengine wenu mnapiga wale bwana zenu mkiwauliza kwa nini hamjatekeleza hivi. Nimekuja kusema kwamba ni Bwana will make it happen. Ataitimiza. Something is about to happen. Kuna kitu ambacho kinafanyika. Something is about to happen. Kitu kiko tayari kufanyika. The right time is about to come for the vision. Wakati wake unafaa kufanyika. And the Lord will make it happen. Naye Bwana ataitimiza. You are going to see a sanctuary on Mombasa Road. Wewe utaona madhabahu mahekalu pale Mombasa Road. Hallelujah. Amen. You are going to see it there. Utaiona pale. Buses will be coming to pick people here. Mabasi yatakuwa yanakuja kusafirisha watu kutoka. You are going to see it there. Wewe utaona hapo. Because the Lord, kwa sababu Bwana, not the politicians, sio wanasiasa, not the hand of man, sio, the Lord will make it happen. Lakini Bwana Mungu ataifanya itimie. It may tarry for some time. Inaweza kukawia kwa wakati. But when the right time comes, lakini wakati wake ukifika, the Lord will make it happen. Bwana Mungu ataisababisha itimie. There are ladies you see here. Kuna wanawake ambao unaona hapa. And you wonder why they have not been married. Na unashangaa kwa nini hawajaolewa. When the time comes, wakati ukifika, you are going to see a red carpet. Utaona mkeka mwekundu. From that door to this place. Toka ule mlango mpaka hapa mbele. And they will be walking down the aisle. Na watakuwa wanatembea kwenye coming to be joined with their loved one. Wakija kuunganishwa na wapendwa. When the right time comes, wakati unaofaa ukifika, I the Lord, mimi Bwana, holding all the other factors constant, nikiweka yale mambo mengine I the Lord, sawa, mimi Bwana, will make it happen. Nitaisababisha itimie. May your right time come. Na wakati wako unaofaa ufike. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I know the critics will critique you, will talk about you. Don't bother. Isaiah 6:22 NLT, when the right time comes, I the Lord will make it happen. Jua wapinzani wako wanaokulaumu, wanaokutoa makosa, watasema haitatimia. Lakini Isaya 60 mstari wa 22, Biblia inasema kwamba wakati wake ukifika itatimia. When will you get employment? When the right time comes. Wewe utapata kazi ya ajira lini? Wakati. When will you get promotion? When the right time comes. Utapandishwa cheo lini? Wakati wake unaofaa ukifika. The right time can come at 20 years. Wakati wake unaofaa unaweza kuja. It can come at 30 years. Unaweza kuja miaka 30. It can come at 40 years. Unaweza kuingia miaka 40. It can come at 50 years. Unaweza kufika miaka 50. Talk about 60. Yes, talk about 70. Miaka 70. The right time is going to come. Wakati unaofaa utakuja. Receive your miracle in Jesus' name. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. The last one. Ya mwisho. We wait for the vision by faith. Tunangojea yale maono kwa imani. Not by sight. Sio kwa kuona. It is by faith. Ni kwa imani. 2 Corinthians 5:7. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 7. I want to raise a spiritual generation in this house. Nataka kukuza kizazi cha kiroho katika nyumba hii. For we live by believing and not by seeing. Maana twaenenda kwa imani na si kwa kuona. That is how we are going to conquer the enemy. Hivyo ndivyo tutamshinda adui. The doubting Thomas wanted to see. Yule Tomaso wa shaka alikuwa anataka kuona. We, the people who live in the watchtower, sisi watu ambao wanakaa katika mnara, we don't walk by sight. Hatutembei kwa kuona. We walk by faith. Twaenenda kwa imani. Let your faith focus on the vision.
Wacha imani yako ikajizamishe, ikajikite May katika the maombi. Lord grant you victory Na Bwana Mungu akupe ushindi as you continue to watch. unapoendelea kulinda. Can you stand on your 2 feet Basi ukapate kusimama and begin to thank God for the vision? na uanze kumshukuru Mungu kwa sababu ya Father, maono. we thank you for the vision. Bwana, nakushukuru kwa sababu ya The maono. vision shall not tarry. Maono hayatakawia. It is going to come at the appointed time. Yatatimia kwa wakati wako. Father, I thank you and I honor you. Bwana, nakushukuru na kuheshimu. Thank you for you are going to make it happen Asante kwa sababu utaifanya at the right time. wakati wake unaofaa. I am being led to say you just thank him. Naongozwa ni kuambia Thank umshukuru. him for every vision you've had. Umshukuru kwa kila maono uliyokuwa Lift nayo. up your hands and thank him. Inueni mikono yenu na mshukuru. Thank you, God. Asante Mungu. What we were not able to see, Kile ambacho hungeweza what kuona. we were not able to do, Kile ambacho hatungeweza we are kufanya. going to do it by faith. Tutakifanya kwa We are imani. going to do it by faith. Tutakifanya kwa In the imani. mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. Don't keep quiet. Thank him. Usinyamaze. Thank him for the vision. Mshukuru kwa maono. Lift up your hands and thank him. Inua mikono yako mshukuru. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Father, we thank you. Bwana, nakushukuru. Thank you for every vision. Asante kwa kila The maono. Lord has seen your vision. Ulimwengu umeona maono The yako. Lord has seen your vision. Ulimwengu umeona maono The yako. Lord has seen your vision. Umeona maono yako. We declare tonight Tunatangaza it jioni is leo. going to be fulfilled. It Itatimizwa. is going to be fulfilled. Yatatimizwa. Just thank him. Mshukuru tu. Continue to tell him thank you. Endelea na kumwambia asante. Tell him thank you. Mwambie shukrani. May it be fulfilled. Ikatimizwe. It may have taken time. Labda imechukua It may muda. have taken a long time. Naweza kuwa imekawia But I mrefu. came to declare Lakini nimekuja and I kutangaza. came to say Nimekuja kusema. it is going to come to pass Itakuja in the kutimia. mighty name of the Kwa Lord. jina kuu la Bwana. Even if it tarries, Hata kama even itakawia. if it tarries, Hata kama it itachelewa. is going to be fulfilled Itatimizwa. in the mighty name of the Lord. Jina kuu la Bwana. Can I hear people shifting Nisikie watu to wakihama their tower of prayer kutoka kwa and mwingine begin to meditate, katika minara ya maombi na begin to see the vision anza kuona maono being fulfilled yakitimizwa in the name of kwa Jesus? jina la Yesu. May your heaven open. He, mbingu yako May your ikawa wazi, heaven open. mbingu yako May ikafunuke, your heaven open. mbingu yako In ikafunuke, the name of Jesus. jina la Yesu. May that heaven open for you. Mbingu hiyo ikafunuke And you kwako, begin to see your vision na uanze kuona maono yako getting fulfilled. yakitimizwa In the name of the Lord. kwa jina la The Bwana. devil is a liar. Shetani mdanganyifu He is telling you it can't work. anakuambia iwezi kufanya kazi. We came to say Tumekuja it kusema is going to manifest. itadhihirika, May it manifest in the itadhihirika right time. katika wakati wake Can unaofaa. I hear people unlocking their vision? Nisikie watu wakifungulia maono yao. Unlock it now. Ifungulie, Unlock it now. yafungulie sasa, Unlock it now. yafungulie sasa. Call it to manifest. Yaite ya- Call it to manifest. yaite yafunuke. The devil is a liar. Shetani mdanganyifu, Call it to manifest. yaite yadhihirike. In the mighty name of Jesus. Kula Bwana, Let it manifest. acha yaonekane, Let it manifest. acha yadhihirike, Let it manifest. acha yajidhihirishe. In the mighty name of the Lord. Jina kula Bwana. Father, we thank you. Bwana tunakushukuru. Father, we thank you. Bwana tunakushukuru. And we honor your Na name. tunaliheshimu jina lako. It may have tarried, Labda imekawia, but it is going to come to pass. itakuja kutimia. I, the Lord, Mimi Bwana will make it happen. nitaisababisha itendeke. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. yote ulio yatenda, nimebarikiwa, niko salama. Yesu, nashukuru. Baba, shukurani, shukrani, shukurani, nashukuru kwa yote uliyoyatenda. Nimebarikiwa, niko salama. Yesu,
Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, we thank you for the vision tunakushukuru kwa maono that you have put in every man and woman bayo umeweka katika kila mwanamume na mwanamke in this house. katika nyumba hii. I pray that it may manifest Ili ikajidhihirishe even to the people watching us online. hata kwa watu ambao wanatutazama kwenye mtandao. May you make it happen Ukaisababishe itimie in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Give us faith Tupatie imani and the patience na uvumilivu to wait. wa kungojea, May every vision which has tarried na kila maono ambayo yamekawia be fulfilled in the name of Jesus. yakatimizwe kwa jina la Yesu. And everybody trusting you for a fulfillment of a vision, Na kila mtu anakuamini kwa kutimizwa kwa maono may it come to pass in the name of Jesus. kaje kutimia kwa jina la Yesu. Father, we thank you and we honor you. Bwana, tunakushukuru na tunakuheshimu. We break every spirit of despair. Tunavunja kila roho wa kukata tamaa. Spirit of despair, we break your power. Roho wa kukata tamaa, twavunja nguvu zako. Church, I feel some of you are despairing. Kanisa, Heaven is saying, do not despair. mnavunjika moyo, mbingu inasema msivunjike moyo. Continue to hold. Endeleeni kushikilia. Stay on your watch tower. Haeni katika minara yenu la kutazira. Spirit of giving up, Roho wa kukata tamaa, we break your power tunavunja nguvu zako in the mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Bwana. Nobody under my voice Na aliye chini ya sauti yangu shall be ashamed. hataaibika. Instead of shame, Badala ya aibu I release double honor na ashilia in the mighty name of the Lord. heshima maradufu kwa jina Your la Bwana. critics are going to witness Wapinzani wako watakuwa shahidi the doing of the Lord matendo yake Bwana, and everything fighting your vision. na kila kitu ambacho kinapiga Every obstacle fighting your vision, kila kizuizi ambacho kinapiga maono yako I now pull it down sasa na yavuta chini. in the mighty name of the Lord. Jina kuu la Bwana, Receive your breakthrough pokea upenyo wako in the mighty name of the Lord. kwa jina kuu la Bwana. Somebody pray now Mtu sasa homba for a minute kwa dakika for the fulfillment of the vision kwa kutimizwa kwa yale maono of building a house of God in Sultan. ya kujenga nyumba ya Bwana hapa Sultan. Declare victory. Tangaza ushindi. Silver and gold belongeth to the Lord. Fedha na dhahabu ni zake Bwana. Our Lord is a provider. Bwana Mungu anatosheleza. And as you build the sanctuary for the Lord, Na unapomjengea Mungu nyumba, you are also going to do your project. tena vile vile utafanya mradi wako. Somebody make a prayer this afternoon. Basi aombe alasiri ya leo. Declare the possibility. Tangaza mambo kuwezekana. It shall be possible. Itawezekana. In the mighty name of the Kwa Lord, jina kuu la it Bwana. is going to manifest. Itaenda In kujidhihirisha. Jesus' mighty Kwa name, jina kuu la Yesu. we can see it. Tunaweza kuiona. We can see it. Tunaweza It kuiona. is going to manifest. Itaenda kudhihirika. Because the right time has come. Kwa sababu wakati wake In the uko. name of Jesus, Kwa jina kuu la we Yesu. fight every obstacle. Tunapiga vita We kila break kizuizi. every obstacle. Tunavunja kila In the kizuizi. name of Kwa Jesus. jina la Yesu. And we Na declare tunatangaza it is going to happen. itaenda kutimia. Now in the name of the Father, Sasa kwa jina la Baba, that of the Son, ile la Mwana, and that of the Holy ile Ghost. Roho Mtakatifu. Everybody say amen. Kila mtu sema amina. Can you give the Lord a hand clap? Basi pigia Yesu makofi. Amen. Amen. May your vision Basi maono yako manifest. yakajidhihirisha. Stay on your watchtower, Wewe kaa katika mnara wako. and your vision Maono is yako going to manifest yataenda kudhihirika in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. This week, go get your diary Basi katika juma hii uende katika shajara yako and write it down na uiandike in a plain language katika lugha ambayo ni wazi, and let it be manifested na wacha ikajidhihirishe in the mighty name of Jesus. jina la Yesu.